Tupo na wadau wengine ambao wameweza kujitokeza katika ukumbi huu wa Checkpoint ambao upo mtaa wa Kinyamwezi. Dada, mambo vipi? Safi za kwako? Salama. Kwa majina? Na majina yetu Suzana Theobald Katudu, ni afisa masoko kutoka UTT. Umesema wewe ni afisa masoko kutoka taasisi uliyotaja, sasa ikosea hapa. Lakini pia nataka uweze kuniambia pengine kwenu kama taasisi kushiriki kwenye maadhimisho kama haya, ni kitu gani ambacho jamii husika inaenda kuadapt kutoka kwenu? Kwanza tunashukuru kwa sababu hii ni mara yetu ya pili kushiriki katika kongamano hili, na pia kwetu sisi kushiriki katika event hii inatuwezesha kuwafikia watu mbalimbali ambao hawajui kuhusu uwekezaji au wengine wanataka kujifunza kuhusu uwekezaji, na pia kuwafundisha uwekezaji ni nini na wanafanya vipi kazi. Kwa sisi na benefit kuweza kwa kufanya tu pamoja na kuwaonyesha jinsi gani wanaweza kuwekeza vipato vyao ili kupata faida huko mbele. Taasisi ya Legal Aid ni namna gani labda huwa mnashirikiana nayo kuhakikisha kwamba mnaenda kutoa elimu kadha wa kadha kwa jamii hususan akina mama? Sisi hii taasisi tunashirikiana nao pale ambapo inatuita, tunakuja, tunajiandaa kuja kwa ajili ya kutoa elimu, sababu wanatupa nafasi ya kuzungumza na watu ambao wamehusika kushiriki katika kongamano hili, na pia tunapowafikia mama mbalimbali, kwa sababu wanakutana hapo, sio sisi tu, wanakutana kutoka baadhi ya taasisi mbalimbali, zinakuja wamama kutoka taasisi mbalimbali wanakutana. Kwa kile kitendo cha wale kukutana na kushiriki, sisi tunaungana nao kushirikiana nao kuwafikishia ujumbe wale wa kina mama ambao wamefika au wanawake. Kama taasisi namna gani mnashirikiana sasa na Madam Joy, pengine unaweza kumzungumzia ndani ya sekunde kadhaa, ni mtu wa aina gani, namna mnashirikiana kwa taasisi yenu pamoja na taasisi yake? Kwa namna ambayo tunashirikiana ni kwamba taasisi yenu ya UTT iweze kufika katika haya kwa ajili ya kutoa elimu. Kwa hiyo ushirikiano wake kwako anaonyesha kwamba anajali wanawake zake uweze kupata elimu ya kifedha au elimu ya uwekezaji. Sawa? Kwa hiyo yeye tunashirikiana vizuri sana, na amekuwa mtu mzuri sana, na amekuwa mtu ambaye anajali wengine pia aweze kupata elimu ambayo yeye anayo tayari. Uwekezaji anayo, lakini hakutaka akae nayo peke yake, alitaka na wengine pia iwafikie. Ruhusu na wewe pia uweze kuendelea na majukumu yako mengine. Nashukuru, asante sana. Hongera, umependeza. Asante, na wewe pia umependeza. Shukrani.